عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى جميع شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Ndugu zangu mashekhe mlokuwa mbele hapa, samahat Sheikh Saleh, samahat Sheikh Abu Ayman na kaukaba min al-ulama wal mashayikh mliohudhuria katika hadhara muhimu hii inayoambatana na matukio mbalimbali ya kihistoria. Tunaishi katika lahadhat za mwaka mpya wa Kiislamu. Tunaishi katika mazingira ya kupongezana kwa sababu tumo ndani ya mwaka mpya wa Kiislamu. Leo ikiwa ni tarehe mosi ya mwezi wa kwanza wa Kiislamu wa Muharram, na ambapo tumeingia katika mwaka 1448 wa Kiislamu. Waislamu kote duniani wanapongezana, wanatumiana salamu za pongezi kwa sababu ya kuingia mwaka mpya. Lakini vile vile kuna nchi za Waislamu ambazo siku hii ya leo kwao ni siku ya mapumziko kwa sababu tumo ndani ya mwaka mpya wa Kiislamu. Na hata hapa kwetu Tanzania, sehemu ya Tanzania Zanzibar, leo ni siku ya mapumziko kwa sababu ni siku ya mwaka mpya wa Kiislamu. Na huko duniani vile vile kuna nchi kadha wa kadha ambazo ziko katika sherehe na mapumziko ya kusherehekea mwaka mpya wa Waislamu, nchi kama Kuwait na nchi nyingine. Na nyinyi mtaona katika mitandao ya kijamii, hata kwa yule mtu asiyejua tarehe za Kiislamu, asiyefuatilia tarehe za Kiislamu, leo anaweza kufahamu kwamba Waislamu wako ndani ya mwaka mpya. Na pengine pia si Muislamu mtu huyo, ataona katika status za watu, za marafiki, za ndugu, atafahamu kwamba Waislamu wako katika mwaka wao mpya. Lakini concept ya mwaka mpya katika Uislamu ni ule mwaka ambao kihistoria Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanya hijra. Na hijra ilikuwa ni zaidi ya kuhama kutoka mji kwenda mji mwingine. Hijra
ilikuwa maana yake ni kuleta ukombozi wa umma. Iliambatana na harakati, haikuwa mujarrad wa kuhama kwamba mtu anaipenda sana Arusha, anapenda sana hali ya hewa ya mji ule akaamua kuhamia, bali kuhama au kugura kwa Bwana Mtume, kuguria Madina kutoka mji wa Makka, ilikuwa ni sehemu katika harakati za ukombozi wa umma wa Kiislamu. Zile harakati ndizo ambazo zilichochea kugura kwa Mtume, kuhama kwa Mtume, hijra ya Mtume. Kwa hivyo mwaka wa Kiislamu ukiutizama unaambatana na harakati za kiukombozi, sio mujarradi wa kuhama tu. Lakini vile vile dhana ya sherehe na furaha na sikukuu katika Uislamu ni dhana inayobebwa na injazu almuhimma, kutekeleza jambo muhimu, jambo la kimsingi, jambo la mabadiliko. Ile dhana ya sikukuu, ya Idi, ya sherehe, vyote hivi katika Uislamu vinaambatana na mtu kufanikiwa kutekeleza jukumu muhimu ambalo kwalo litaleta mabadiliko kwa mtu binafsi, litaleta mabadiliko kwa jamii. Ndio concept ya sikukuu katika Uislamu. Mnaposema Idi, ni Idi ndogo, ni Idul Fitri, matarajio kwamba yule anayesherehekea Idul Fitri amefanya injazi kubwa ya kiibada ambayo itamchangia yeye abadilike, na mabadiliko huanza kwa mtu binafsi. Yeye mwenyewe aanze kubadilika kuelekea ukombozi wa nafsi yake, changes, mabadiliko kutokana na kipindi chote cha siku 29 au siku 30 alizozifunga. Matarajio yetu ni kwamba kabadilika, ameweza kupambana na nafsi yake, amepitia ibada nyingi, amepitia Lailatul Qadri, amepitia dua mbalimbali, amepitia mambo mengi ya Ramadhani, kisha anatunukiwa jaiza ya siku ya Idi ya kwamba sasa umefanikiwa kupiga hatua katika mabadiliko. Sasa usherehekee Idi hii kwa sababu umetekeleza jukumu ambalo lina mambo ya msingi sana ya kumfanya mwanadamu abadilike. Hali kadhalika katika Idul Hajj, hali kadhalika katika Idul Adha, kwamba ile ibada kwa yule aliyokwenda hija na zile ibada kwa yule aliyobaki hakwenda hija, zile ibada za sunna zote anazozifanya, anafikia mahala anafaa kutunukiwa siku kuu ya kusherehekea, ya kufurahia, kufanya injaz, kupiga hatua ya kuleta mabadiliko. Hiyo ndio concept ya siku kuu na siku ya furaha katika Uislamu. Na hata ile tunayoita al-Eidul Akbar, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ni baada ya kutekeleza muhimma mkubwa wa bai'a ya kumtambua kiongozi wa umma, ambaye yeye sasa akishatangazwa, akapokelewa na umma, akakubaliwa na umma una haki ya kusherehekea. Ni injazi si ndogo. Pale palikamilishwa ibada ya saum, huku pakakamilishwa ibada ya hija, na hapa tumekamilisha sio ibada katika Uislamu, akmaltu lakum dinakum, inayokusanya ibada zote kwa kuteuliwa atakayesimamia mambo yote. Ile bai'a na kile kiapo, injazu yake ilipaswa kwamba iwe ni Eidu akbaru Eid. Kwa hiyo concept ya sikukuu na sherehe katika Uislamu sio burudani tu na furaha, lakini lazima nyuma yake kuna jambo la msingi linalokusindikiza kuelekea Uislamu zaidi, linalokusindikiza kuelekea ubinadamu na utu. Sasa ukizawaliwa
furaha na sherehe ni haki yako. Mwaka mpya wa Uislamu utakuwa na maana sana ikiwa utakuwa ni chachu ya Waislamu kuzaliwa upya. Mwaka mpya wa Waislamu utakuwa na maana sana ikiwa ni chachu ya kuzaliwa mambo mapya baina ya Waislamu. Yani sisi Waislamu tuna lipi jipya la kufurahia? Tumetekeleza wajibu gani? Tumepiga hatua gani ya mafanikio ya kutufanya tuone kwamba tunastahiki sasa tusherehekee? Mwaka mpya wa mtu yoyote ule una maana ikiwa utamfanya afanye kitu kinachoitwa reflection, kutizama nyuma yake ikoje na kupanga mikakati ya kwenda mbele. Utakuwa na maana sana. Tukisema mwaka mpya wa kifedha wa serikali, ni kipindi ambacho serikali inakagua mahesabu yake, inafunga mahesabu yake, inawafuatilia wale wanaodaiwa na serikali, inakusanya madeni, alafu inafunga mahesabu ya mwaka, alafu inatizama mwaka huu tumepata nini, tumekosa nini, na mara nyingi huandika na ripoti. Sisi Waislamu mwaka wetu mpya tuna ajenda gani? Tuna ripoti gani? Tuna reflection gani? Tuna tathmini gani ya yale yaliyopita? Hali yetu ikoje hapa tulipokuwa tunaishi katika nchi yetu, na huko duniani hali yetu ikoje? Huko Palestina, huko Lebanoni, huko Irani, huko Iraq, huko Libya, Sudani, Afghanistani, hali yetu ikoje? Lakini katika maeneo yetu, katika familia zetu, hali yetu ikoje? Inapendeza? Familia zetu mkao wake ukoje? Wewe mwenyewe ukoje? Unaridhika na hali yako? Hivyo ulivyo unaridhika? Mimi binafsi siridhiki na hali yangu. Matarajio ni kwamba kila mmoja katika sisi haridhiki na hali yake katika Uislamu. Ikiwa unaridhika na hali yako ni msiba mkubwa zaidi, kwa sababu hutokuwa, utadumaa, utahisi kwamba umeshafika katika safari yako. Sasa huu mwaka mpya maana yake ni kujitathmini wewe ulipotoka, na sasa umeingia mwaka mwingine, na sasa unakwendaje? Kama utaazimia kubadilika kuanzia leo, kujikomboa kabla hujakomboa wengine, mwaka mpya una maana sana kwako. Haya ndio mambo ya msingi ya kutizama kwa Waislamu. Tuna nini sisi cha kusherehekea? Tuna injazi gani sisi? Yale maafa yote unayoyasikia duniani ya kwetu, tuna ishara zote za kuwa hapa tulipofikia katika mwaka mpya sio kwamba tumeendelea kuliko jana, bali tumerudi nyuma zaidi kuliko jana. Yaani jana yetu ni bora kuliko leo yetu. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi hebu atafute ukombozi katika mwaka mpya, aone ana ajenda gani, ana roadmap gani ya kwenda mbele. Anatakiwa afanye jambo la kujikomboa, ana ajenda gani, ana tabia gani ambayo ameamua mwaka huu kwamba asitoke hapa bila kupambana nayo, ambayo kila mmoja ana kituko chake, hakuna alosalimika. Sasa una ajenda gani kuanzia sasa hivi huko unapokwenda? Ni jambo la msingi. Umma wetu unapenda hivi visherehe sana na unapenda sana hizi sikukuu, kuanzia katika majumba yetu mpaka katika mustawa wa umma. Na wale watu wanaoitwa kuwa ni wa ulimwengu wa tatu ndio wanaoenzi zaidi mapumziko na sherehe kuliko watu wanaoitwa kuwa wameendelea. Ukikagua kalenda zetu katika nchi zetu utaona siku za mapumziko
mpaka unaweza kujiuliza sasa hawa wanachoka lini mpaka wapumzike hivi? Kwa sababu orodha ni ndefu, na kwa kuwa marais kila siku wanakuwa na wanazidi, tutakwenda mpaka tufikie marais 50, 60, 70, na kila rais siku aliyokufa itakuwa ni siku ya mapumziko. Mtajikuta mmefilisi siku za mwaka mzima mnapumzika. Hawa Waislamu kawatizame kwenye sherehe zao, acha majumbani tu kule, kwamba pakitokea ni jambo la harusi au siku hizi maana mambo mengi, harusi, graduation, kisikia masala ya birthday ya mtoto huko shuleni huko, mtoto atakwenda na kiroba kizima cha keki na mataptapu mengine. Ni sherehe, ni sikukuu, bado ya mama, bado ya baba, bado ya mjukuu. Alafu ole wako katika harusi ya rafiki au jirani, ujidai wewe mbaba huna pesa. Ndipo utakapoona matatizo. Mwishoe zitatafutwa na kile kinachokusudiwa kitafanywa, itabaki kuwa deni lako, patafute namna ulipe, lakini lile jambo lazima lifanyike. Umma wa Kiislamu ni umma ambao hata zile kasida zao na kazi zao za kifasihi, literature yao haina harufu ya ukombozi. Tumesema sisi sikukuu zetu zote zinaambatana na ukombozi, liberation. Eidul Adha, Eidul Fitri, Eidul Ghadiri, mambo yanayohusu umma kuibuka na kunyanyuka na ukombozi wake. Matarajio ya kwamba patakuwa na mabadiliko kwa mtu mmoja mmoja, na ndipo tunapoanzia kwenda katika umma. Ndivyo inavyotarajiwa. Lakini tizama, unaweza kuwapima watu kwa kutizama fasihi yao, zile kazi zao za fasihi. Hebu katizamini hata hizo kasida zetu katika sherehe zetu ni za kiukombozi. Mmeona kasida inazungumza kuhusu mnyonge, inazungumza kuhusu mapambano, al-kifah, inazungumza kuhusu mbinu za kupambana kumkomboa mnyonge. Sasa hizo kasida mtaimba sana, ni vizuri asifiwe Bwana Mtume, ni vizuri zisifiwe swala, ni vizuri Uislamu usifiwe, lakini tunatakiwa tuone mabadiliko ndani vile vile hata ya fasihi yetu, kazi zetu zile za kifasihi. Hawa watoto wanafanya kasida zao zio zinawafundisha kujikomboa kutokana na dhulma, kutokana na matughati. Wanazungumzia mustadhafina katika ardhi, wanazungumza al-kifah, thumma al-kifahu bisilahi wal-qalami, kama alivyofanya Ayatullah al-Mudarrisi katika kulea vijana wake kipindi kile cha Saddam. Umma wa sampuli hiyo kama tutakavyoona huku tunapokwenda, umma wa kurogana, umma wa kufanyiana uchawi, umma wa tafahati, ni ishara ya umma ambao hauwezi kukomboka. Umechelewa sana. Ndio maana kwa wale watu ambao wako duni, ndio watu wanaorogana, ndio watu wanaumbea. Ukiona umbea umeenea, ujue watu hawa hawana kazi za muhimu. Maeneo yale siku hizi yanaitwa uswahilini, na sijui kwa nini ndio watu wanarogana, yani maskini wanarogana. Lakini kule kwa watu wenye uwezo usikii habari za watu kurogana. Kisha anarogo kwa jambo gani? Jambo dogo halina maana. Sasa umma ambao leo uko katika mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka 1448, na uamke utathmini uko wapi. Na sisi hatuwezi kufanikiwa katika hilo bila kuanza mmoja mmoja katika sisi. Hebu anza upya sasa hivi kwamba leo ni tarehe mosi ya mwaka 1448. Nini mimi kinankera katika tabia zangu nianze kupigana nacho, ili mwakani niweze kujitathmini kwamba nimepiga hatua kiasi gani.
Ndugu zangu katika sisi, kwani sote tunafanikiwa kwa mwaka mzima kuswali salati subhi? Wewe unaliona jambo dogo hilo? Kwamba wewe siku za mwaka mzima ulizoamka salati subhi ni chache kuliko zile ulizopita na salati subhi, kisha unasherehekea mwaka mpya. Haya, jitathmini na hilo. Ndio ukombozi, ndio mwamko huo unaotakiwa, sio? Ukipitwa na subhi, umepitwa na sehemu kubwa ya baraka ya siku yako ile, siku ile uliyopitwa na salati subhi. Na katika chachu ya ukombozi wa umma ni al-Imam al-Hussein. Tuna mengi sisi ya kutuletea chachu ya kujikomboa, kuwasha switch ambazo zile taa za ukombozi zitawaka. Miongoni mwa hao ni al-Imam al-Hussein. Ndio maana kwamba ikiwa dunia inasherehekea mwaka mpya, naam, sawa, lakini kwa kuwa sherehe lazima iambatane na ukombozi, al-Imam al-Hussein ana akti kama ubao wa kufundisha dunia kuhusu namna ambavyo mwanadamu atatambua karama yake, heshima yake, atatambua position yake, atakuwa huru katika mawazo yake kabla ya kuwa huru katika mwili wake. Na hapa ndipo ambapo umma unaweza kuanzia kuamka. Tufungue peji, chapter inaomhusu al-Imam al-Hussein. Chapter za kuleta ukombozi katika Uislamu ni nyingi, ikiwa ile ya bwana mtume mwenyewe, ikiwa ni vile visa vyote vilivyokuwa ndani ya Qur'an, ni yale masimulizi yote ya Qur'an. Lakini miongoni mwa chachu hizo ni al-Imam Abu Abdullah al-Hussein salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na hiyo ndo sababu ya vikao hivi. Vikao hivi ni vya kulia, lakini si machozi matupu. Yale machozi yatauleta mwamko. Vikao hivi ni vya taazia na aza yenye ujumbe wa kuleta mwamko. Na nayasema haya kwa sababu haitoshi tukaingia katika majalis tukatoka vile vile. Itakuwa kama ni darasani hatujafahamu somo. Na katika tukio lililotokea mwaka wa 61 wa Kiislamu katika nchi ya Iraq, katika ardhi ya Karbala, na kuuawa kwa familia ya Mtume, ikiwa ni kadari ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu alikuwa anaweza kulizuia hilo, lakini Mungu kaliacha, linaendelea na litaendelea kuwa ni ubao wa kufundisha wanadamu. Katika ardhi ya Karbala wazee waliwakilishwa, kina Habib ibn Mudahir, kina Muslim ibn Ausaja, waliwakilisha wazee, waliplay role ya wazee katika jamii. Katika ardhi ya Karbala wanawake waliwakilishwa na Bibi Zainab salawatullahi wa salamuhu alaiha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na Ummul Banin. Katika ardhi ya Karbala vijana waliwakilishwa, kina Al-Qasim ibn al-Hasan, kina Ali al-Akbar, kina Ali Zainul Abidin, kina Aun ibn Abdullah ibn Ja'far, kina Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far na wengine katika vijana. Katika ardhi ya Karbala watoto wadogo waliwakilishwa, kina Abdullah al-Radhi,
kina Sukeina, na tabakati zote za kijamii ziliwakilishwa, kwa sababu ni risala iliyokamilika, ni kifurushi kilichokamilika, na kila mmoja katika sisi, kama tulivyowahi kusema mara nyingi, kwamba ana cha kujifunza kwa nafasi yake kuhusu Karbala. Lile tukio la Karbala lina cha kumfundisha yeye, ni chemchemi ambayo haikauki. Na ndio maana kwamba mwaka huu kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu tumeamua kwamba tuzungumze kuhusu kijana, ule mchango wa kijana katika ardhi ya Karbala unawakilisha vipi nafasi ya kijana anayeishi leo hii, na ambapo wengi katika sisi tuliokuwa hadhirina hapa ni vijana. Karbala inatuhusu kiasi gani? Inamuhusu kijana yoyote yule kwa kadri gani, hata kama kijana yule si Muislamu? Na hasa kutokana na kuwa kijana ndiyo injini ya jamii, kijana ndiyo nguvu kazi katika jamii. Ukitaka kufahamu mustakbali wa jamii fulani, mtizame kijana wa jamii ile yukoje. Kuta ni vijana legelege wa ovyo ovyo, tunasema mara nyingi, ambao hata akizungumza hakazi sauti, mavazi yake ya ovyo ovyo, kazi anazozitaka ni zile laini laini, yeye anataka afanikiwe kwa shortcut, mambo yenye tabu na dhiki yoyote yale hayataki. Maanake kukaa akajifunza akasoma hana subra hiyo, yeye anataka shortcut tu, njia fupi tu. Unaweza ukajua mustakbali wa jamii ile ukoje. Hali kadhalika katika familia, unaweza ukatizama vijana wa familia ile ukajua huyu mzee kapoteza, huyu mzee kajitahidi lakini hana future, akiondoka na familia imeondoka. Salawat. Kwa sababu unawatizama vijana wana mwelekeo, wamebeba malengo ya mzee, wanapenda tabu na shida, au wanapenda starehe na burudani, unaweza ukaona. Kwa hiyo tunamzungumza kijana kwa sababu ni shariha kubwa ya jamii duniani, ni vijana. 60% ya wakaazi wa bara la Afrika ni watu wenye umri chini ya miaka 25. 60%. Sasa kama 60%, zaidi ya nusu ya wakaazi wa bara la Afrika wote ni vijana, maana yake nini? Kwamba mustakbali wa umma uko kwa hawa vijana. Vijana wanaweza kuleta mafanikio ya umma, mwamko, kama ambavyo wanaweza kusababisha balaa la umma. Nyie mnaposikia vurugu zozote zile mnazozisikia katika vyombo vya habari au zile mnazoziona, wahusika ni kina nani? Vijana. Na vijana ni watu wa mbwembwe na mikogo, inatuletea maafa makubwa sana. Sisi ambao tunatarajiwa tuwe ni marefa wa vijana, tunafikia mahali tunashindwa kuumiliki mpira, kuukontrol mpira. Wewe hizo bodaboda tu leo zikizuiliwa patakalika hapa mjini. Lakini watu wanaotembea mabarabarani, mnaona balaa la vijana kwenye bodaboda. Sasa hawa vijana lau wakielekezwa sawa sawa, umma utasalimika, mustakbal utakuwa mzuri. Wakiachwa hawa bila dira, maafa yatakuwa makubwa sana. Kila anayeweza kuwatumia atataka kuwatumia, na hawa ni watu wanaoongozwa na hamasa zaidi, watumika mbinu za kuwahamasisha. Na kwa bahati mbaya hamasa hii hutumika mpaka kwetu katika mimbara ya Kiislamu. Takbir, Allahu akbar. Wakati huo hatupingi takbiri, kweli Allahu ni akbar,
Lakini ikiwa utasema Allahu Akbar, huo umeidharau akili uliopewa na Mungu, ukatumia hisia na hamasa zaidi, utakuwa bado hujamuelewa Mungu. Tunaishi katika jamii ambayo vijana wanapewa material kuliko fikra, jambo ambalo linaleta maafa makubwa kwetu. Ikiwa kijana huyu anapewa material, wanasiasa wanampa material, wazazi wanampa material, kila anataka kucontrol vijana na control kwa material, hilo ni bomu. Hujampa fikra, yani ni kumpa asiyekuwa dereva ukampa gari, unatarajia nini? Sasa ajali yenyewe sio kuingia tu katika mtaro, atamgonga na traffic, atagonga na mataa yanamuongoza pia. Na hii maana yake ni kwamba yule ambaye anamsimamia kijana akampa material bila idea, akampa nguvu bila mwelekezo wa namna ya kutumia nguvu, mtu wa kwanza atakayetumia nguvu dhidi yake ni yule alompa. Si mmeona kule Talibani? Si mmeona wa Marekani walipowapa material lakini hawakuwapa idea ambayo ni sahihi, fikra sahihi, ile silaha, kile kisu ulichompa hujamfundisha namna kukitumia, wa kwanza wa kumchinjia ni wewe ulompa. Na hili ndio tatizo ulokuwa nalo. Na kwa vijana wao, mzazi sawa sawa ni yule anayetoa material. Kwa vijana hawa, kiongozi wa nchi sawa sawa, rais, mbunge ambaye anakubalika, anayetakiwa ni yule anayewapa material, sio yule anayewapa idea, anayewapa fikra. Huyo sio kiongozi. Lakini ni hatari kubwa sana unapowapa kitu hiko. Sasa hivi kafanyeni utafiti mjue kwamba hawa wanaoitwa vijana wa bodaboda ni wangapi dunia na ni Tanzania. Nakumbuka miaka kadhaa iliyopita tulikuwa tunatizama tafiti zilizofanyika Uganda, Kenya, Tanzania, tafiti nyingi sana kuhusu bodaboda. Kwa watu wazima hapa wanafahamu miaka ya nyuma ile Mererani ilipokuwa ikifungwa, huku mjini palikuwa hapakaliki. Viwango vya ujambazi vinazidi, uhalifu unazidi. Yani ikifungwa, machimbo ya Mererani yakifungwa, vijana wakatoka wakaja mjini, hakuna salama. Hawa vijana mnaowaona watakuwa na mustakbali mkubwa sana wa vurugu ya nchi yetu au amani ya nchi yetu na nchi yoyote duniani, ikiwa itakuwa namna ya kuwa hendo ni kuwapa material, ukawagaia bodaboda za ziada, ukawapa mikopo ya ziada, ukawapa pesa za ziada za mitaji, lakini hujawapa fikra sahihi. Na mwanasiasa yeye hajali, anachokitaka nkuwin wale watu. Lakini nawaambieni wazazi wako hapa, tizameni mzazi mzuri ni nani leo hii, na mtazamo wa mtoto juu ya mzazi mzuri ni upi. Ndio utagundua hatari tunayoishi sisi sasa hivi. Wewe kama kijana, kipindi hiki cha ujana wako ndio kipindi cha kuamua. Si kuna misemo inaosema kwamba fainali uzeeni, sio? Haya, utafikiaje fainali kama huku kucheza vizuri? Tumesema mahala fulani jana kwamba kuna misemo inaosemwa mingine ina hikma na busara, kwamba katika kipindi cha ujana wako ndio kipindi cha kuamua kwamba uzeeni ukacheze bao au ucheze golf. Kwa sababu anasema wenye kucheza golf ni watu wenye uwezo. Kule ukienda matajiri waliostaafu ndio wanaocheza golf. Hakuna kelele, hakuna fujo yoyote,
ama huko kwetu kwenye bao ni vurugu mechi, kunyang'anyana chai. Na hata yanayozungumzwa sio mambo ya kujenga, ni yale mambo ya kiwango cha chini kabisa cha watu. Lau kama huwaambia mimi vijana mara nyingi, lau kama ningerejeshwa nikawa kijana, nisingekuwa hivi nilivyokuwa leo hii, kwa sababu natamani kwamba ningekuwa mkubwa kuliko hivi nilivyokuwa, lakini sina namna, na yaona makosa yangu kadha wa kadha ndio yakosea. Sasa njia muhimu ya kutubu na kutibu majeraha ni kutengeneza watu wako wasikosee kama ulivyokosea wewe, watoto wako, wanafunzi wako na wale wanaokuzunguka. Lakini na nyinyi hamtojua mpaka mvuke, mfikie tulipofikia sisi, ndio baadaye mtagundua mlikosea wapi. Unaweza kuwa yoyote unayotaka ukiamua ukiwa kijana. Yoyote unayotaka kuwa unaweza. Al-Imam Amirul Mu'minin salawatullahi wa salamuhu alayhi anasema, katika maneno yake ya kidhahabu, na maneno yake yote ni dhahabu, yatiru almar'u bihimmatihi kama yatiru at-tayru bijanahihi. Unaweza kuwa yoyote unayotaka. Mwanadamu anaweza kupaa kwa malengo yake, kwa target zake, kwa objective zake, kwa aims zake, kama ndege anavyopaa kwa mbawa zake. Uamue tu. Na kadri unavyokuwa na malengo madogo inaonyesha udogo wako. Mtu mkubwa malengo yake kawaida ni makubwa. Mtu mdogo malengo yake madogo tu siku zote. Niwaambia wakati fulani, lau kama tungekusanywa sisi Waislamu na viongozi wetu, alafu serikali katuambia mna shida gani nyinyi, zile shida zitakazoelezwa zitaonyesha ukubwa na udogo wa watu. Naelewana jamani? Yani mkakusanywa nyinyi na viongozi wenu, alafu mkaelezwa na serikali yenu ya Tanzania, ya Kenya, ya Zanzibar, sijui ya mahala fulani, nyinyi Waislamu mna shida gani? Zile shida zitakazoelezwa zitaonyesha ukubwa au udogo wa watu. Alafu na wasiokuwa nyie wenzenu wakaulizwa na wao wakasema, tutaona tofauti. Hawa watasema, Mheshimiwa Rais, sisi tuna matatizo makubwa sana mwezi wa Ramadhani. Zile tende zikiletwa zinachelewa bandarini, mpaka zikiingia Ramadhani imekwisha. Umeelewana? Mlikuwa mnatualika zamani Ikulu kwa ajili ya iftari, lakini imepita miaka 3 hamjatualika. Sisi tuna jambo fulani tunalihitajia, lakini jambo lenyewe likitajwa inabidi yule kiongozi mwenyewe, kama alikuwa amepandisha pumzi kwa hofu ya jambo litakalotajwa, huishusha pumzi akasema kama ni hapa mambo mepesi, na hujibu pale pale, hahitaji kurudi nyuma. Hatuzungumzi elimu, hatuzungumzi uchumi, hatuzungumzi mambo ya msingi ya ukombozi. Sasa tumeona kuna dharura ya kumzungumza kijana, ili aweze kuamka, aone upya njia. Na tumeona hilo, moja katika sababu vile vile ni kwa sababu umma usiokuwa wa Kiislamu, ambao ni maadui wa umma wa Kiislamu, maadui wa ulimwengu wa tatu, vita vyao wamevielekeza kwa kijana kuliko watu wengine. Mapambano yao yameelekezwa kwa nani? Kwa kijana. Wakimweza kijana kama ambavyo waishamweza, hawana hofu tena na nyie. Ukienda Ulaya, nchi za Ulaya zote, wale wenye chini ya miaka 25 ni 26% tu. Yani wenye chini ya miaka 25 Ulaya yote ni 26% tu. Ama kwetu Afrika tumesema asilimia ngapi? 60. Sasa ni watu wana wazee wengi kuliko vijana. Wana tatizo hilo.
na sisi huku kwetu wametaka kutuuzia bidhaa hiyo, tuchelewe kuoa. Wakatuwekea masala ya uzazi wa mpango, wakatuwekea mfumo wa elimu ambao akienda nao mtu mpaka amalize elimu afikirie kujenga familia lazima achelewe, na akishamaliza degree yake kilichokuwa mbele yake ni ajira. Hafikiri kujiajiri, anafikiria kuajiriwa. Apate ajira, ajiandae mpaka apate uchumi ndio aoe, lazima achelewe. Matokeo yake wazee wanakuwa wengi kuliko vijana katika jamii. Sisi bado hatujafikia huko, lakini tunaelekea kwenda huko. Sasa tukichora ile grafu ya vijana na wazee katika jamii, sisi vijana wetu wengi, maana yake nini? Tuna nguvu kazi ya kutosha. Tulikuwa tunatakiwa tuwe na maendeleo makubwa kuliko wao, kwa sababu tuna mikono mingi ya kuweza kufanya kazi. Wazee ni watu wanakula pensheni tu, wanatumia kuliko kuzalisha, sio? Hii ndio hali ya Ulaya na Afrika. Kwa hiyo kuna haja ya kumurikia huyu kijana ili tumpe dira kupitia miwani ya Karbala. Na katika mambo muhimu sana ambayo tunatakiwa tuyatizame katika utangulizi wetu, ambao kwa hakika tumebakiza muda mchache, ni ile maana ya kijana mwenyewe. Sisi ukitizama kwa mfano Marekani, katika kila watu 1,390,000 na wameshiriki katika uhalifu kila mwaka. Yani ukichukua watu 100,000 kuna 390 na karibu 400 kila mwaka wanashiriki katika uhalifu. Alafu asilimia kubwa nani? Vijana. Hata kwetu ukifanya utafiti wa wahalifu na waharibifu na majambazi na wabakaji, miaka yao imeandikwa. Na nyinyi mnakwenda katika vyuo vikuu mnasoma, mnatakiwa mkafanye utafiti mbalimbali. Nendeni katika maeneo haya, muende katika vyombo vya dola, mkusanye matukio ya uhalifu kwa mwaka, alafu mtizame ile ratio, alafu mtizame vijana ni asilimia ngapi, wanawake ni asilimia ngapi, wazee ni asilimia ngapi. Utagundua vijana wengi zaidi waloshiriki katika uhalifu. Na huo ni ukweli, na katika nchi zinazoitwa zimeendelea ni kweli. Sasa ikiwa hali kama hiyo, tuna haja ya kumurikia huyu kijana. Hayo ndio majibu ya kwamba kwa nini kijana. Sasa kwa muda mchache uliobaki wa dakika 5 hizi, tutatoa utangulizi sasa katika kuelezea kijana nani. Tunapomzungumza kijana nani, na kumwelezea kijana na ujana, kijana ni nani, kuna mirengo miwili. Kuna ambao wanamwelezea kijana kwa kuzingatia miaka, kwamba kuanzia mwaka fulani mpaka mwaka fulani mtu mwenye umri huo wa miaka hiyo ndiye kijana. Umeelewana? Kisha kuna mrengo wa pili ambao unamuelezea kijana kwa kuzingatia uwezo na nguvu alizokuwa nazo. Haya ni madhehebu mawili katika kumuelezea kijana nani. Wewe unadhani kijana nani? Kijana anapimwa vipi? Je, anapimwa kwa miaka aloishi, au anapimwa kwa uwezo na nguvu alizokuwa nazo? Sasa haya ndio ambayo tutayatizama. Lakini kwa kudokeza, leo katika taasisi kubwa za kimataifa tumeona tuchague tu baadhi, kama vile Umoja wa Mataifa. Definition, maana ya kijana ni mtu mwenye umri kati ya miaka 15 na 24. Huyu ndio anaitwa kijana kwa mujibu wa kielelezo na kipimo cha Umoja wa Mataifa. Kijana, kaa vizuri pale. Kwa maana ya kijana, Umoja wa Mataifa ukisema kijana, je, yuko ndani ya miaka 15 na 24? Kama kuna misaada inayoletwa ambayo imelenga vijana, basi ni hao. Kama kuna sera za Umoja wa Mataifa zinahusu vijana, basi ni hao. Kama kuna mikopo ambayo imetolewa kuhusu kijana, wewe ukienda na miaka 25 unaambia hauhusiki.
Nini hawezi kijana? Kwa nini? Miaka yako ni 25. Sisi kijana mpaka awe na miaka baina ya 15 na 24. Kwa hivyo sera mbalimbali zinawekwa kwa kigezo cha maana hiyo ya kijana. Nadhani tuko pamoja. Hasa mashirika yaliokuwa chini ya Umoja wa Mataifa kama vile shirika la afya duniani WHO vile vile linazingatia kijana ni huyo. Kwa hiyo wakizungumza katika ripoti zao kwamba maradhi fulani yameathiri zaidi vijana, wao kijana kwao ni huyo. Tunatakiwa tufanye semina mbalimbali za kuwalinda vijana, kwao kijana ni huyo. Tuko pamoja jamaa? Vile vile shirika la kazi duniani ILO, kwa sababu liko chini ya Umoja wa Mataifa, kijana kwao ni mwenye umri huo. Kwa hivyo ajira kwa vijana, wakisema ajira kwa vijana wanamkusudia huyo. Asiyekuwa huyo kavuka kijana au ujana au yuko chini ya maana ya ujana. Na kila mmoja katika sisi ana maana yake ya kijana. Yaani hata ukienda kwenye umoja wa vijana CCM unaweza kaambiwa unahusika huhusiki. Lakini wana maana ya kijana kwa nani, sio? Unataka kwenda kaambiwa wewe bwana ushavuka wewe. Wewe bado hujafikia, sio? Kwa hiyo na wao wana maana ya kijana kama ambavyo sisi Waislamu tuna maana ya kijana. Ndio maana kijana kwa kipimo cha Umoja wa Afrika ni tofauti na maana ya kijana katika United Nations. Kijana kwa mujibu wa Umoja wa Afrika ni yule mwenye umri baina ya miaka 15 na 35. Kwa hiyo kwetu sisi maana ya kijana ni pana, inaingiza wengi zaidi. Yoyote ambaye ana miaka 35 kushuka chini mpaka kufikia 15 anaitwa kuwa kijana. Ndio utaona kwamba hata hapa tulipokaa wengi vijana. Kwa maana hiyo, kwa kipimo cha kiumri, ukipita huko barabarani unakutana zaidi na nani? Na vijana wanaokwenda mbio kwenye maisha na uchumi. Ukiwatizama wengi nani? Vijana. Kwa kipimo hiki sasa, bila shaka kipimo hiki kina changamoto zake. Nenda katika jumuiya ya nchi zilizotawaliwa na Uingereza, Commonwealth, utagundua kwamba maana ya kijana ni tofauti. Kiwango cha juu kabisa afikie miaka 29 ndio nchi zilizotawaliwa na Uingereza hizo. Vijana Commonwealth ni muungano wa nchi ambazo zilikuwa makoloni ya nchi ya Uingereza, wameamua waungane, yani waenzi ukoloni na kukoloniwa, wanaendelea na mabaki ya ukoloni. Na hata ambao hawajakoloniwa wameruhusiwa kuingia, ambao hawajakoloniwa na Uingereza, kama Togo, kama Msumbiji ambayo ilikuwa chini ya Ureno, kama vile Rwanda, nao vile vile wako katika Commonwealth. Wao wana kipimo chao. Kwa hiyo wakileta misaada ya vijana, semina za vijana, sera zinazowekwa kwa ajili ya vijana, kijana kwao ni huyo. Sasa maana ya kijana kwa kuzingatia miaka ina kasoro gani, ina tatizo gani? Haya ndiyo ambayo insha Allah katika mazungumzo yetu yajayo tutazungumza. Nasallallahu al-auna wa tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.